Bwana Yesu asifiwe. Kama unapenda Jehova, inua mikono yako juu. Nataka niangalie wale wote wenye wanapenda Mungu, sema amen. Lazima tuonyeshe ishara. Mungu wetu ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikukaribishe mtoto wa Mungu kwa ibada zetu ya siku ya leo. Ukiwa umefika kanisani, nasema Mungu wa mbinguni anakupenda, nasema karibu sana. Wale wote wenye wanatazama wakiwa mbali, nasema Jehova akae pamoja nanyi. Na mimi nachukua nafasi hii nipate niwakaribishe, tupate tujifunze pamoja nawe neno, ndio Mungu wa mbinguni apata tuongoze usiku wa leo. Sema amen. Najua tunapokuja kanisani tunakuja kujifunza neno. Na neno, wakati tunapoenda kubaliana na neno ndio inatusaidia kwa maisha yetu tupate tusonge mbele. Sema amen. Inajua nilikuwa natazama nikapata watoto wengi hawajui maana ya kusoma neno ama kujifunza neno. Wakati unapokubali kujifunza neno, hiyo ndio neno inatoka kwa Mungu. Na neno haya inakusaidia upate usonge mbele kwa maisha yako. Sema amen. So watoto wa Mungu, nilikuwa natazama kwa maandiko, nikasema nataka tujifunze. Najua mara mingi watu tunapotazama kila wakati, watu wanasema hawajaijua maana ya neno inaitwa chumvi. That is why nataka tujifunze siku ya leo. Iko na umuhimu gani kwa maisha ya binadamu? Najua kila wakati tunasema tunatumia chumvi kwa nyumba zetu kwa ajili ya chakula. Na unapofika kanisani unapata kuna chumvi inatoka kwa nyumba ya Mungu. Lakini watu wengi hawajaipata kwa nini chumvi inapatikana kwa nyumba ya Jehova. That is why nataka tutaangalia kwa maandiko na tuangalie umuhimu ya chumvi kwa nyumba ya Jehova, na tuangalie solution yenye inaweza tusaidia na chumvi ikiwa kwa nyumba ya Mungu. Sema amen. So tutaangalia vitu matatu. That is why kama sometime unaweza pata unasema chukua chumvi itakusaidia. Mtu akiwa mgonjwa unamwambia chukua chumvi atamsaidia. Lakini watu wanaona tu kama chumvi. Lakini unapotazama kwa maandiko unapata chumvi, kuna umuhimu ya chumvi kupitia maandiko. Na hiyo umuhimu inapatikana kwa nyumba ya Mungu. Sema amen. Na mimi nataka tuangalie kitabu ya kwanza yenye inanena kuhusu chumvi na umuhimu ya chumvi kwa maandiko ama kwa nyumba ya Jehova. Sema amen. Tutaangalia kitabu ya Leviticus. Kitabu ni Leviticus chapter 2 verse 13. Leviticus chapter 2 verse 13. Na nitasoma kwa lugha ya Kimombo. Kama kuna mtu anaweza soma kwa lugha ya Kiswahili utatusomea, sababu nataka tuangalie umuhimu ama maana ya chumvi yenye inatoka kwa nyumba ya Mungu. Na chumvi ilikuwa inamaanisha nini kwa maandiko, na Mungu ako na uhusiano gani na chumvi. That is why chumvi inapatikana kwa nyumba ya Baba Yesu. Sema amen. Nimesema kitabu ni Leviticus. Kitabu ni Leviticus. Unasoma Leviticus chapter 2 verse 13. Unisome kitabu ya Leviticus chapter 2 verse 13. Nataka nisome kwa lugha ya Kimombo. Maandiko inasema hivi. Leviticus chapter 2 verse 13. Season all your grains offering with salt. Do not leave the salt of the covenants of your court out of your grains offering. Add salt to all your offerings. Sema amen. Kama umepata kwa lugha ya Kiswahili. Patia microphone.
Mambo ya Walawi 2:13. Tena kila toleo la sadaka yako ya unga utalitia chumvi, wala usiache sadaka yako ya unga kupungukiwa na chumvi ya agano la Mungu wako. Utatoa chumvi pamoja na toleo yako yote. Asante. This on all your grains offering with salt. Yani ongeza chumvi kwa ile sadaka yenye unaitoa. Do not leave the souls out of the covenants of your God. Sema amen. Usiwache chumvi kwa ile agano yenye umeweka na Mungu. Kwa nini chumvi iweke kwa sadaka yako? Sababu chumvi iko na umuhimu ama iko na relationship na Jehova. Sema amen. That is why Mungu akasema wakati unapotoa sadaka yako usikose kutia chumvi, ndio inaleta manukato kwa Jehova. Sema amen. Wakati unapoongeza, ndio hiyo sadaka unaitoa ndio inaleta manukato kwa Baba Yesu. Kwa nini ilete manukato? Sababu chumvi kuna relationship chumvi na Jehova. Sema amen. Na wakati unapotumia ndio sasa inaanza kuleta utofauti ama inakutia nguvu kwa kila jambo yenye unaifanya kwa maisha yako. Sema amen. Unisomee kitabu ya Colossians. Kitabu ni Colossians. Ama kama utasoma Colossians, nataka nikuelezee kwa hapo Leviticus. Hiyo chumvi kwa nini tutie kwa sadaka zetu? Kwa nini tutie sadaka zetu chumvi wakati tunapotoa? Ilikuwa inamaanisha nini ama ilikuwa ina symbolize nini wakati Mungu alikuwa na watoto wake wa Israeli? Hiyo chumvi inamaanisha ni covenant ya Mungu pamoja na watoto wa Israeli. Yani alikuwa naweka covenant. Ulikuwa wakati watoto wa Israeli walikuwa wanataka kuweka covenant na Mungu. Alikuwa nataka kuweka uhusiano na Jehova. Ndiye alikuwa natia chumvi kwa sadaka zao. Inamaanisha wanaweka relationship yao ikwe sawa sawa. Na wakati anapotia chumvi kwa sadaka zao, ana build relationship na Jehova ikwe strong. That is why maandiko alikuwa anasema hakuna vile Mungu angetengana na watoto wa Israeli. Sababu gani? Sababu watoto wa Israeli walikuwa wanachukua nafasi kutia chumvi kwa sadaka zao. Wakati walikuwa wanatia chumvi kwa sadaka zao, ndiye alikuwa naweka relationship yao na Jehova ikwe sawa sawa. Sema amen. Ndio maandika akasema watoto wa Israeli wakaitengeneza relationship. Walitengeneza uhusiano yao na Mungu ikakuwa permanent sababu ya kutia chumvi kwa sadaka zao. Sema amen. Yani chumvi inamaanisha purity. Yani kitu yenye haina uchafu yoyote. Kitu yenye inaleta manukato kwa Mungu. So wewe kama mtoto wa Mungu unataka kuweka relationship yako na Mungu ikwe sawa sawa. Unavaa utumie chumvi yenye Mungu alisema inatoka kwa nyumba yake. Ukitumia chumvi ndio ina build relationship yako na Mungu inakuwa sawa sawa. Sema amen. Ndio hawa watoto wakasema sisi kama watoto wa Israeli tunataka to build relationship yetu na Mungu ikwe strong. Wakasema tutatumia mbinu gani? Wakasema sadaka kutoa tunaitoa kila wakati. Lakini akasema tunataka sasa tutie chumvi kwa sadaka zetu, na wakati tunapotia ndio tunaweka relationship yetu na Mungu ikwe sawa sawa. Sema amen. Yani ni kubuild relationship yako na Jehova ikwe strong. Lazima utumie chumvi. Na hiyo chumvi inakusaidia kama mtoto wa Mungu. Sema amen. That is why unapata chumvi kwa nyumba ya Mungu. Najua watu wengi wanajiulizanga maswali, anasema kwa nini chumvi ipatikane kwa nyumba ya Jehova? Hiyo ndio reason. Chumvi inaleta relationship yako na Jehova ikwe sawa sawa.
tuchukua chumvi kwa nyumba ya Mungu, ukichukua chumvi kanisani, ukichukua chumvi kwa madhabahu, ukasema mimi nataka nitumie hii chumvi, wakati unapoenda kutumia, sababu hayo chumvi iko na relationship na Mungu na iko na uhusiano, kuna vile Mungu alikuwa wanatumia, ndio ilete relationship yao na watoto wa Israeli, ndio inakupata inakusaidia kama mtoto wa Mungu. Sema amen. So ukiangalia chumvi kwa nyumba ya Mungu, lazima ung'ang'anie, sababu kuna kitu iko ndani ya chumvi. Kuna kitu iko ndani ya chumvi inaweza kusaidia kama mtoto wa Mungu. Sema amen. Nataka tuangalie kitabu ya Colossians chapter 4 verse 6. Colossians chapter 4 verse 6. Unisome Colossians chapter 4 verse 6 kwa lugha ya Kiswahili na Jehova atatenda mema. The book of Colossians 6. Yes. Maneno yenu yawe na neema siku zote, yakikolea munyu, mpate kuyajua jinsi iwapasavyo kumjibu kila mtu. Hebu rudia tena. Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt. Sema amen. So that you may know how to answer everyone. Sema amen. Yani, ukiwa umeaiona watu wenye wanaweza enda mahali popote, wakinena jambo yoyote yenye anataka kunena kwa maisha yao, kila mtu anakataa. Mungu anasema neneni maneno zenu ikiwa na neema, na wakati mtanena mkiwa na neema, kumbukeni kutia chumvi. Sema amen. Wakati unapotia chumvi, Mungu anasema utapata solution ya ile kitu unafaa uchibu wale wote wenye mnaweza ongea nao. Sema amen. Yani chumvi inakupatia solution ya ile shida uko nayo. Bwana Yesu asifiwe. Chumvi inakupatia solution. That is why Mungu anasema kumbukeni wakati mnaponena, mkinena na mtu yoyote, kumbukeni kutia chumvi, sababu chumvi inakupatia solution ya ile jambo unatafuta kufanya kwa maisha yako. Chumvi inakupatia solution. Kumbukeni kutia chumvi ili upate solution ya ile kitu unatafuta kwa maisha yako. Sema amen. So ukiwa na mateso, ukiwa kwa shida, ukiwa unafanya chochote kile kwa maisha yako na unaona haiendi vile ulikuwa unatarajia, kumbuka kutumia chumvi yenye natoka kwa nyumba ya Mungu. Wakati unapotumia chumvi yenye natoka kwa nyumba ya Mungu, Mungu anasema ndio itakupatia solution ya ile kazi ama kwa ile mambo yenye ulikuwa unatarajia kwa maisha yako. Kuna vitu nyingi mnafanyeni kwa maisha yenu. Kuna vitu yenye unatarajia kwa maisha yako kila wakati. Mungu anasema wakati unapotenda chochote kile na utie chumvi ndani ya maisha yako, yale chumvi yenye natoka kwa madhabahu, ndio unapata solution. Unapata solution ya ile kitu ulikuwa unatarajia. Sema amen. So inamaanisha kwa Mungu kuna vile anafanya kazi. Mungu anajua anaweza tumia nini ndio upate solution kwa ile kitu unataka. Kuna kitu yenye ulikuwa unatarajia, Mungu anajua unatarajia hiyo jambo. Ukienda mahali ukiongea na watu unakosanaisha watu. Ukienda mahali popote ukifanya jambo chochote kile inaenda inaharibika. Mungu anasema tieni chumvi ndani ya mwili zenu, haya chumvi yenye natoka kwa madhabahu. Wakati unapotia ndani ya mwili yako, chochote kile unaenda kufanya italeta matokeo mema kwako. Sema amen. So ukitia chumvi ndani ya mwili yako, chumvi haya yenye natoka kwa madhabahu, ukienda kuongea mahali popote kule ndio unapata results. Ukienda kufanya chochote kile unafanya ndio unapata results. Sema amen. Yani ukitaka kwenda mahali popote, kama unaenda kwa biashara, unataka kwenda kufanya biashara,
na unataka kuongea na customers. Ukiongea na customers unapata customers wanaenda wanakutoroka, sababu maongezi yenye unaongea ndio inatoa haina manukato yoyote kwa watu, hauna umuhimu yoyote kwa watu. Watu wanakuja ukiongelesha tu wanaanza kutoroka. Unaenda kwa interview, unajaribu kufanya interview, lakini boss mwenye alimekuita interview anakukataa hata kabla hujaanza kumaliza kuongea. Mungu anasema tumieni chumvi in season. Wakati unapotumia in season, tumia chumvi yenye inatoka kwa madhabahu. Ni Mungu anasema kwa kitabu ya Colossians, anasema tumieni chumvi kwa wakati mnapoenda kunena na wale wenye mnanena nayo. Mungu anasema mtapata solution ya ile kitu yenye mlikuwa mnatarajia. Sema amen. Yani you will get the answers. Utapata solution ya ile kitu yenye ulikuwa unatarajia. Watu wanakuja kwa biashara yako, umetumia chumvi yenye inatoka kwa madhabahu. Umechukua chumvi kwa madhabahu, umetumia kwa chakula ama kwa kila kitu yenye umetumia kwa nyumba yako. Wakati unapotumia sababu inatoka kwa madhabahu, anasema chochote kile utanena kwa wale watu ndio utapata results. Sema amen. Yani utapata solution. Kuna watu wengi, kuna vitu yenye na kusumbua kwa maisha yako. Kuna watu wengi wenye wanapata shida kila wakati, wakienda mahali popote, hata kesi, akienda kwa kesi anashindwa, akiongea tu anaanza, watu wote wanaanza kukasirika. Akienda kwa biashara akiongea, watu wote wanaanza kukasirika. Akienda kwa kazi akiongea, watu wanakasirika. Mungu anasema anza kutumia chumvi kwa wakati. Tumia chumvi kwa wakati. Wakati unapotumia hayo chumvi yenye natoka kwa nyumba ya Mungu, Mungu anasema akona relationship na chumvi, na wakati unapotumia unaweka relationship yako na Mungu inakuwa strong. Na anasema wakati unapotumia tu na uende mahali popote kile unataka kuongea na watu wanakubaliana na wewe. Sema amen. That is why unapata chumvi kwa nyumba ya Mungu. Sababu watu wengi walikuwa wanauliza kwa nini chumvi ipatikane kwa nyumba ya Jehova? Kwa nini chumvi ipatikane kwa nyumba ya Mungu? Ndio unapata sasa chumvi haya ndio inaleta manukato kwako. Chumvi haya inakusaidia upate solution ya ile shida uko nayo. Usingangane mtoto wa Mungu kila wakati unangangana unasema najaribu kwenda kwa kesi lakini watu wananishinda kesi. Unajaribu kwenda kwa biashara, watu hawanunui chochote kile unauza. Unajaribu kwenda kazini lakini unapoteza. Unajaribu kuongelesha watu wenu wa ukoo lakini hawakusikii. Unajaribu kuongea na watu wowote wale, watu wenye wanakaa karibu na wewe lakini hawakupati. Mungu anasema tumia chumvi yenye natoka kwa madhabahu. Wakati unapotumia tu kila kitu itaenda sawa sawa. Sema amen. Nataka tuangalie kitabu, uangalie another solution ya chumvi yenye inaweza kusaidia kama mtoto wa Mungu. Nimesema solution ya kwanza, chumvi yenye inaweza kusaidia, inaweka relationship yako na Mungu ikwe sawa sawa. Relationship yako na Mungu wakati unapotumia chumvi yenye inatoka kwa madhabahu, relationship yako na Jehova inakuwa strong. Unaanza kuimprove. Unapata kila kitu yenye unafanya ukiomba, sababu umetumia chumvi yenye inatoka kwa madhabahu, maombi yako inasikizwa na Mungu. Wakati unapoimba, sababu umetumia chumvi yenye inatoka kwa madhabahu, kuimba kwako Mungu anakupata kwa urahisi. Wakati unapohubiri kanisani, unapotumia chumvi yenye inatoka kwa madhabahu, unapata neno mnapokea na watu kwa urahisi. Sema amen. Haya yote ni solution ama ile kazi chumvi inafanya kwa maisha ya binadamu. Nataka tuangalie ya tatu. Chumvi inaweza fanya nini kwa maisha ya binadamu? Ya tatu nataka tuangalie kitabu ya Churches. Kitabu ni Churches chapter 9 verse 45. Churches chapter 9 verse 45. Unisome kitabu ya Churches
Kitabu ni Churches chapter 9 verse 45. Unisome kwa Luka ya Kiswahili. Waamuzi 9:45. Abimeleki akapigana na hao mji mchana kutwa, akautoa mji, akawaua watu waliokuwamo ndani yake, kisha akaupomosha mji na kuutia chumvi. Sema amen. Ameleki alipigana na watu na akaua watu wote. Wakati aliua watu wote, walitumia chumvi kunyunyusia nchi yenye watu wamekufa. Sema amen. Inamaanisha nini kwa wale watu wenye wanaamini? Inamaanisha kama kuna watu wenye wanakupiga vita, unapotumia chumvi yenye natoka kwa nyumba ya Mungu, maadui wote wenye wanakupiga vita hawatakuweza. Sababu gani? Sababu Mungu anasema ako na relationship na chumvi. Anasema wakati unapotumia chumvi na kuna watu wenye wanakupiga vita. That is why Amaleki alipigana na watu na akaua watu wote. Wakati alimaliza kuua watu wote, akaanza kutumia chumvi. Sema amen. Ni kitabu ya Churches chapter 9 verse 45. Anasema Amaleki alienda kwa vita sababu alikuwa ametumia chumvi yenye natoka kwa nyumba ya Mungu. Alipata nafasi ya kuua watu wote wenye walikuwa wanakuja kupigana na Amaleki. Na wakati alimaliza kuua, ndiye akaendelea kutumia chumvi. Sema amen. Watu wengi wanapita kwa mateso kila wakati, lakini hawapati solution ya ile kitu wanasumbua kwa maisha yao. Watu wengi wanapita kwa mahangaiko kila wakati. Watu wengi wanahangaika hapa duniani, lakini nataka nikupatia solution ya ile shida uko nayo. Solution ya ile shida uko nayo. Kama kuna watu wenye wanakupiga vita, nataka nikwambie mtoto wa Mungu, tumia chumvi. Na wakati unapotumia chumvi, maandiko inasema wale wote wenye wanakupiga vita, kulingana na kitabu ya Churches, wote watakufa. Sema amen. Nasema wote watafanya nini? Watakufa. Sema amen. Najua watu wengi wakisikia akisema watakufa, anasema hapana, sikuwa nataka kukufa, nilikuwa nataka waishi. Sema amen. Lakini maandiko inatueleza Amaleki ndio watu wengi walikuwa wameinuka kupigana nayo. Amaleki alikuwa peke yake, lakini alikuwa na maadui wengi wenye walikuwa wanaleta visirani kwake. Lakini Amaleki alitumia mbinu ya kuchukua chumvi kwa nyumba ya Jehova. Akasema mimi nitatumia chumvi sababu chumvi kuna manukato iko ndani ya chumvi. Akasema mimi nitatumia chumvi, na wakati nitatumia chumvi nitaenda vita kwa wale wote wenye wananipiga vita. Wakati alisema atatumia chumvi, maandiko anasema Amaleki alipata nafasi ya kuua watu wote. Na wakati aliua watu wote, akatumia chumvi mara ya pili. Sema amen. Watu wa Mungu, kila wakati unapata ukiwa kwa kazi, unapata ukiwa kwa biashara, unapata ukiwa mahali popote kule, unang'ang'ana, watu wanakupiga vita, hauna makosa yoyote. Nataka nikwambie, chukua chumvi kwa nyumba ya Jehova. Wakati unapochukua chumvi kwa nyumba ya Mungu na uende utumie kwa nyumba yako, maadui wote wenye wanakupiga vita hawatakupiga vita tena, sababu Mungu ataingilia kati kupitia kitabu ya Churches. Mungu ataingilia kati kupitia kitabu ya Churches. Na wakati ataingilia kati kupitia kitabu ya Churches, anasema maadui wote wenye wanakupiga vita wote wataangamizwa. Sema amen. Yani maadui wote wenye wanainuka kwa ajili ya maisha yako, ukitumia tu chumvi, chumvi inamalizika. Sema amen. Na hayo chumvi yenye natoka kwa madhabahu, yenye natoka kwa nyumba ya Mungu. Kwa nini chumvi ifanye kazi nyingi? Sababu Mungu alisema chumvi iko na, wakati watoto wa Israeli walipokuwa hapa duniani, wakaweka relationship yao na Mungu kupitia chumvi.
ndio chumvi akaweka muhuri. Mungu akaweka muhuri kwa chumvi, akasema nimeweka muhuri kama Mungu. Yeyote yule mwenye atatumia chumvi ndiye atapata manukato ama atapata ushindi ndani ya maisha yake. Sema amen. That is why ulikuwa unapata tukasema watu wengi walichukua chumvi Sunday, wakasema wataenda kutumia. Ulisikia mtumishi wa Mungu akisema unapoenda kutumia kwa shamba yako mimea ama ile wadudu wenye wanakuja kuvamia mimea, hawatapata nafasi kuvamia mimea zako sababu umetumia chumvi yenye inatoka kanisani. Anasema wakati unapochukua kuongeza kwa ile chakula ya ng'ombe, unapata ng'ombe yako inakuwa sawa sawa sababu chumvi yenye imetumika ni ile inatoka kwa madhabahu. So chochote kile utaenda kutumia, wakati ulichukua chumvi siku ya Sunday ukasema unaenda kutumia, enda tu kutumia kulingana na maandiko. Na mimi naenda kutangaza maneno matatu. Nasema hayo maneno matatu ifanye kazi kwako. Wakati utaanza kutumia hayo chumvi kuanzia siku ya kesho, ukasema mimi nataka sasa nitumie chumvi, sababu tulisema wakati napoenda kufika siku ya Saturday, siku ya Saturday ni siku ya kesho, utatuma tu matoleo yako. Ukasema mimi nataka nitume matoleo kulingana na maandiko ya siku ya leo. Ukasema mimi nataka nitume alafu nianze nitumie ile chumvi nilichukua. Wakati utaenda kutumia kuanzia siku ya kesho, nataka nitatangaza maneno matatu juu yako. Kitu ya kwanza, relationship yako na Mungu itaanza kuwa strong. Relationship yako na Jehova itaanza kupata nguvu. Relationship yako na Baba aliye juu mbinguni itapata nguvu, sababu ile chumvi utatumia kuanzia siku ya kesho ni ile chumvi inatoka kwa nyumba ya Mungu. Sema amen. Hiyo ni kitu ya kwanza. Na nimetangaza kwa anga, nimesema kulingana na maandiko ya siku ya leo, kulingana na kitabu ya Leviticus, kulingana na kitabu ya Leviticus chapter 2 verse 30, nimesema Mungu akasema watoto wa Israeli wakati walipokuwa wanatoa sadaka zao, walikumbuka kutumia chumvi, wakanyunyuza chumvi kwa sadaka zao. Kwa nini walinyunyuza chumvi kwa sadaka zao watoto wa Israeli? Sababu walikuwa nasema tukinyunyuza chumvi kwa sadaka zetu ndio tunaweka relationship yetu na Mungu ikwe sawa sawa. Na mimi nasema watoto wa Mungu, kwa wale wote wenye walichukua chumvi siku ya Sunday na wale wengine wenye watachukua siku ya leo, wakati itapofika tu siku ya kesho, tukasema tunataka sasa tunyunyuzie sadaka zetu chumvi na tuende tutumie hayo chumvi kwa maisha yetu. Mimi nasema relationship yenu na Jehova ipate nguvu kuanzia siku ya kesho. Relationship yetu na Baba Yesu ikuwe strong kuanzia siku ya kesho. Na maanisha nini kwa wale wote wenye wanaamini? Na maanisha relationship yako na Baba Yesu itakuwa permanent na hakuna mtu yoyote mwenye atakuja kutengana wewe na Jehova. Utakuwa umesimama strong na Baba wa mbinguni atasimama pamoja nawe, sababu anasema wakati watoto wa Israeli. Sema amen. Hiyo ndio kitu itafanya kazi kuanzia siku ya kesho. Kitu ya pili, mimi nasema kwa Baba aliye juu mbinguni, wewe unafanya biashara, wewe unafanya kazi, unapanga kuenda interview, unapanga kufanya chochote kile, mimi nataka nikwambie kuanzia siku ya kesho, wakati unapoenda kutumia ile chumvi yenye ulichukua kwa madhabahu, chochote kile utakuwa unanena kwa anga za Jehova, chochote kile utanena kwa watu yoyote yule, chochote kile utanena kwa watu wa hapa duniani, mimi nasema hayo chumvi ifanye kazi kwako. Na Mungu anasema ukienda kunena hata kama ni kesi, ukienda kunena hata kama umeenda interview, ukienda kunena hata kama umeenda mahali popote unafanya biashara, ukiongelesha watu wenye unafanya biashara nao, Mungu anasema atakupatia solution. Atakupatia solution kwa yale yote yenye utanena. Sema amen. Yani kupitia chumvi yenye unatumia yenye imetoka kwa madhabahu, wakati unapotumia tu na uende kwa biashara, Baba aliye juu mbinguni anasema ataingilia kati, na wakati ataingilia kati atakupatia solution kwa yale yote yenye unanena. Sema amen. Ya tatu nataka niseme, kama kuna watu wenye wanapigana na maisha yako,
Inapofika siku ya kesho ukasema mimi nataka sasa nitumie ile chumvi nimetoa kwa madhabahu. Kama kuna watu wenye wanainuka kwa ajili ya maisha yako, kuna watu wenye wanainuka kwa ajili ya watoto wenu, kuna watu wenye wanainuka kupikana na nyinyi, mimi nataka nitangaze hiyo siku ya leo. Nasema wakati unapoenda kutumia chumvi siku ya kesho, ukasema mimi nataka nitumie chumvi kwa ajili ya maadui, nasema kulingana na kitabu ya Churches chapter 9 verse 45, akasema Amaleki wakati alitumia chumvi na akaenda vita, ndiye akapata nafasi kuua watu wote, na wakati alimaliza kuua watu wote akatumia chumvi mara ya pili. Sema amen. Na mimi nasema kuanzia siku ya kesho sasa, sababu tumetuma sadaka, tunataka sasa tutumie hayo chumvi. Nataka niseme kama kuna mtu yoyote mwenye anapigana na maisha yenu, kama kuna mtu yoyote mwenye anapigana na watoto wenu, kama kuna mtu yoyote mwenye analeta vikwazo kwenu, wakati utatumia chumvi siku ya kesho, nasema mfano ya Amaleki kutoka kitabu ya Churches chapter 9 verse 45, nasema wale wote wenye wanapigana nanyi wataanza kuona miujiza kutoka kwa Jehova. Sema amen. Nasema wote watakufa kwa ushindi ya Baba Yesu. Sema amen. Najua kuna siku moja niliomba nikasema tunataka maadui wote wakufe kifo ya nini? Ya ghafla. Sema amen. Nani anakumbuka? Tukasema maadui wakufe kifo ya kumbe kuna watu waliona kwa anga, akasema huyu jamaa anataka tukufe kifo ya ghafla. Kwani alikuwa adui? Alinipigia simu akasema wewe unaomba maadui wakufe kifo ya ghafla kwa nini? Nikamuuliza wewe ni adui? Inachua adui inamaanisha kama kuna maugonjwa yenye nakuja inafahamia familia zenu, hizo ni maadui. Sema amen. Kama kuna visirani, umaskini yenye nakuja inafahamia watoto wenu, hizo ni maadui. Sema amen. Na mimi nasema maadui wote wenye wanapigana nanyi watakufa yote. Sema amen. Nasema maadui wenye wanapigana nanyi watapata kifo ya ghafla. Nasema maadui wote wenye wanapigana nanyi wakati mnapoenda kutumia chumvi siku ya kesho watakufa kifo ya ghafla. Sema amen. Na mimi namaanisha maadui ni wale wenye wanapigana nasi. Maadui ni maugonjwa zenye zinakuja inatufahamia. Maadui ni wale wote wenye wanakuja wanaleta umaskini kwetu. Simaanishi maadui ni wale watu marafiki zako wenye wanakupiga vita, lakini kama kuna watu tena wenye wanakupiga vita, nasema kulingana na neno, mimi nasema wote ni maadui. Sema amen. Kama kuna adui, mtu yoyote mwenye anakupiga vita na ni adui kwako, nasema atapata kifo ya ghafla. Sema amen. Ama namna gani? Hiyo ndio mwendo, na tunaamua sisi wote tutasema kulingana na maandiko. Tutachukua chumvi kutoka kwa madhabahu. Wakati tutatuma tu na tuanze tutumie chumvi, tutatumia chumvi tukusema kulingana na maandiko yenye ilisomwa siku ya jana. Sema amen. Utasoma maandiko matatu. Utasoma kitabu ya Leviticus. Kitabu ni Leviticus chapter 2 verse 13. Unasema mimi nataka utatumia hiyo chumvi ukinena ukisema mimi nataka kulingana na kitabu ya Leviticus, nataka niweke relationship yangu na Mungu ikwe sawa sawa. Kulingana na kitabu ya Leviticus ina symbolize, wakasema watoto wa Israeli wakati walitoa sadaka zao walitumia chumvi. Wakati walitumia chumvi ndiye akapata wakaitengeneza, walitengeneza relationship yao na Mungu ikakuwa sawa sawa. Wakati utatuma tuna unene hiyo neno, relationship yako na Mungu kuanzia siku ya kesho itakuwa strong. Inamaanisha nini? Relationship yako na Mungu ikiwa sawa sawa, inamaanisha chochote kile utakuwa unaitisha kwa Mungu inafanyika. Sema amen.
Yaani kitu muhimu ni sisi kutengeneza relationship yetu na Mungu ikuwe sawa sawa. Hiyo ndio kitu ya muhimu. Wakati tunapoweka relationship yetu na Jehova ikuwe sawa sawa, ndio kila kitu itakuwa sawa sawa. Sababu kuna kitu yenye tulikuwa tunaitisha kwa Mungu, kuna kitu tunatarajia kwa Jehova, na kama relationship yetu na Jehova iko sawa, inamaanisha tutaipokea hiyo jambo kwa urahisi. Sema amen. Wakati utamaliza hiyo, utatumia tena chumvi mara ya pili. Wakati utatumia chumvi mara ya pili, kama wewe ni mwanabiashara, kama wewe ni mnafanya kazi, unafanya chochote kile, unasema mimi natumia chumvi mara ya pili sababu nataka sasa chochote kile nanena na watu. Kama wewe unaenda kwa kesi, chochote kile naenda kunena na watu, nataka ilete manukato. Nataka hiyo neno yenye nanena na hawa watu wapate waelewane na hawa watu. Unainena kulingana na maandiko. Ukasema kutoka kitabu ya Colossians, nimesema Colossians unapata kwa Colossians chapter 4 verse 6. Unasema kutoka kitabu ya Colossians chapter 4 verse 6. Ukanena Jehova, ukasema chochote kile tunanena kwa neema ya Mwenyezi Mungu, tuongeze chumvi kwa wakati. Angalia, nimeongeza chumvi kwa wakati. Chochote kile nitaenda kunena Jehova, wacha ipate hawa watu na watu hawa wanikubaliane na mimi. Wacha wapatane na hawa watu na hawa watu wakubaliane nami. Sema amen. Wakati utamaliza sasa, utatumia chumvi mara ya tatu. Sema amen. Wakati utatumia chumvi mara ya tatu, unanena kwa anga, utasema kulingana na kitabu ya Churches. Unaenda sasa kitabu ya Churches, kulingana na kitabu ya Churches chapter 9 verse 46. Baba wa mbinguni, nimetazama kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Amaleki. Wakati alitumia chumvi na akaenda kwa vita, akaua watu wote wenye walikuwa wanapigana nayo. Wakati alimaliza kuua wote, walitumia chumvi mara ya pili. Utatumia chumvi na ukasema kama kuna mtu yoyote mwenye anapigana na mimi, nataka apate kifo ya ghafla. Kama kuna shida inakuja inaleta vikwazo kwa mwili yangu, nataka apate kifo ya ghafla. Inamaanisha kama kuna maugonjwa kwa mwili yako, hizo maugonjwa itapata kifo ya ghafla. Sema amen. Kama kuna shida yenye nakuja inaleta vikwazo kwako, kama inainuka ndani ya mwili yako, itapata kifo ya ghafla. Kama kuna watu wenye wanapikana nanyi, watapata kifo ya ghafla. Sema amen. Na kama uko tayari, shout amen. So hiyo ndio maneno matatu yenye utaenda kufanya. Usikose mtoto wa Mungu, sababu hiyo ndio maombi tutaomba na itafanyika kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Haijalishi ni nani anapigana nawe, nasema watapata kifo ya ghafla. Sema amen. Nasema haijalishi ni nani atapigana nawe, nasema watapata kifo ya ghafla. Sema amen. Hiyo ndio maneno matatu yenye Baba wa mbinguni anajiandaa, anaipanga malaika zake, akimwambia watoto wangu wanajiandaa kutenda tendo kwa nyumba yangu, na mimi nataka muende mutie nguvu, sababu wanaenda kutumia chumvi. Sema amen. Hiyo ni kitu muhimu. Lazima uangalie tu na ukasema mimi nimekubaliana nayo. Na nikikuja kumaliza, nataka nikupatie maandiko yenye inaenda sawa sawa na baraka za watoto wa Jehova. Ukasema mimi najua wengine wanajiandaa, hata wewe ujiandae. Uchukue chumvi siku ya leo na useme mimi nataka nijiandae, na utajiandaa na Baba wa mbinguni atatenda mema.